Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Rwanda imetangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuishtumu nchi hiyo kuegemea upande mmoja kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Ubelgiji ilielezea hatua hiyo kuwa isiyo na uwiano na kusema watakuwa na jibu kwa Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameshtumu Ubelgiji kwa kushawishi mataifa mengine kuiwekea vikwazo Rwanda. Uhusiano kati ya mataifa haya mawili umezidi kuwa mbaya baada ya mzozo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rwanda inadaiwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo imekataa. Hayo yakijiri, inasemekana kuwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimewawekea vikwazo watu 9 wakiwemo makamanda wa kijeshi wa Rwanda. Mkutano wa wafadhili wa Syria unaoongozwa na Umoja wa Ulaya unaendelea mjini Brussels, ikiwa ni mkutano wa kwanza tangu Rais Bashar al-Assad kung'olewa madarakani mwezi wa Disemba mwaka jana. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema Ujerumani itatoa zaidi ya dola milioni 300 zaidi za ufadhili wa ziada kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas amesema vikwazo zaidi vitaondolewa. Majadiliano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ni kwamba kwa wakati huu, kama tunataka kuzuia ghasia zaidi, tunahitaji kuwapa watu matumaini nchini Syria, na kwa kuwapa watu matumaini pia ni upatikanaji wa huduma za benki, ambayo inamaanisha kwamba mishahara inaweza kulipwa. Ina maana kwamba makampuni yanaweza kuwekeza na kuendeleza maisha nchini Syria zaidi, na ndio maana sasa hivi tunakwenda na mpango wetu wa kuondoa vikwazo, lakini bila shaka tunautazamia kwa karibu sana uongozi huu mpya wa Syria. Maafisa wa usalama nchini Kenya wameanzisha msako mkali baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia kijiji cha Mangai kilichoko pwani ya Lamu na kuwahubiria wakazi. Chifu wa eneo hilo kwa jina Wesley Koech ameambia gazeti la Nation kuwa wanamgambo hao walitekeleza darsa hiyo siku ya Jumamosi kabla ya kutoweka. David Nkiana maelezo zaidi. Magaidi hao waliokuwa na silaha waliokusanya wanakijiji na kisha kuwahubiria mafundisho ya Kiislamu kwa dakika kadhaa kabla ya kuwagawia tende. Mkazi mmoja ameliambia gazeti hilo la Kenya kwamba kundi hilo liliwahubiria kuhusu Uislamu. Baadaye walitokomea ndani ya msitu wa Boni uliopo karibu na kijiji hicho. Hata hivyo, chifu wa kijiji hicho Wesley amethibitisha kwamba hakuna aliyejeruhiwa wakati wa tukio hilo. Aidha, amewasihi wanakijiji kushirikiana na polisi na kutoa ripoti zitakazowasaidia kuwanasa wahalifu wao. Kaunti ya Lamu ipo pwani ya Bahari ya Hindi, takriban kilomita 240 mashariki mwa Mombasa, eneo ambalo ni kivutio kwa watalii wengi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu mpya wa Canada Mark Carney amesema nchi yake inahitaji kuimarisha ushirikiano na washirika wa kuaminika kama vile Ufaransa katika safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani wiki iliyopita. Baada ya kukutana na Rais Macron, ataelekea London ambako atakutana na Mfalme Charles na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Akiwa kando ya Rais wa Ufaransa, Bwana Carney amesema kwamba Canada itasalia kuwa mshirika mkubwa wa Ufaransa na Ulaya. Ziara yake inakuja huku Canada ikijipata katika vita vya ushuru na mshirika wake mkubwa wa kibiashara ambao ni Marekani. Safari hii inatajwa kutuma ujumbe mzito na wazi kwa Marekani, ambayo tangu jadi ingekuwa eneo la kwanza la waziri mkuu huyo kuzuru. Na mamlaka ya Wizara ya Afya nchini Lebanon inasema kwamba mtu mmoja ameuawa na wengine 3 kujeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Israel kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema kwamba limewalenga wanamgambo wawili wa Hezbollah waliokuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya vikosi vyake. Tukio hilo limetokea siku moja baada ya kuripotiwa vifo vya watu 4 katika shambulizi la Israel katika eneo hilo. Maafikiano ya Novemba mwaka jana yalisitisha mzozo ulioendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya Hezbollah na Israel, lakini vikosi vya Israel vimeendelea kulenga kile wanachosema kwamba ni vitisho vilivyoko nchini Lebanon tangu wakati huo. Hii ni BBC.
Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Phyllis Mote kutoka studio zetu mjini Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na magharibi mwa Kenya ni West FM. Nchini Tanzania unaweza kuyasikiliza matangazo haya kupitia Radio 1 na Radio Free Africa, na kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Hivi leo kuna Regina Mziwanda nikiwa studio zetu mjini Dar es Salaam, na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa studio zetu mjini Nairobi. Na karibu msikilizaji, na karibu pia Sarafina Robi. Asante sana Regina. Na msikilizaji, tukianza ni kwa Rwanda imetangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuishtumu nchi hiyo kuchukua upande kufuatia kuongezeka kwa mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kigali iliwapa wanadiplomasia Ubelgiji saa 48 kuondoka katika nchi hiyo. Kwa kujibu, Ubelgiji ilitangaza hatua kama hizo na kusitisha makubaliano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Hii ikimaanisha kuvunjika kabisa kwa mahusiano kati ya Rwanda na Ubelgiji, mtawala wake wa zamani wa kikoloni. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Yves Buchana akiwa mjini Kigali. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda imesema kuwa imearifu serikali ya Ubelgiji leo kuhusu uamuzi wake wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia mara moja. Ubelgiji imechukua upande wa wazi katika mzozo wa kikanda na inaendelea kuhamasisha dhidi ya Rwanda katika vikao tofauti kwa kutumia uongo ili kupata maoni ya uhasama yasiyo ya haki kwa Rwanda katika jaribio la kuvuruga amani ya Rwanda na kanda. Taarifa hiyo imeelezea wanadiplomasia wake wamepewa saa 48 kuondoka Rwanda. Kwa kujibu, Ubelgiji imetangaza hatua kama hizo. Rwanda ilikuwa haina balozi nchini Ubelgiji baada ya nchi hiyo kumkataa Vincent Karega aliyewakilisha Rwanda nchini DRC kabla ya kutimuliwa na serikali ya Kinshasa. Jana akihutubia wananchi katika ukumbi wa BK Arena mjini Kigali, Rais Paul Kagame alishtumu vikali Ubelgiji kwa kuwa chanzo cha historia mbaya iliyokumba Rwanda. Baadhi ya matatizo tuliyoyapata ni kuwa chini ya ukoloni wa nchi ndogo kama Rwanda, akakata nchi yetu vipande ili tuwe nchi ndogo kama wao. Ubelgiji iliua Rwanda na kwa zaidi ya miaka 30 bado inazidi kuponda walionusulika na historia yake mbaya. Tuliwaonya tangu zamani na tunawaonya tena. Kadhalika, Rwanda inashtumu Ubelgiji kwa kufanya kampeni kubwa kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea Rwanda vikwazo kutokana na mgogoro wa DRC, ambapo Rwanda inashutumiwa kwa kutuma majeshi nchini humo kusaidia waasi wa M23, shutuma ambazo Rwanda inakanusha. Rais Kagame amelaani mkoloni huyo wa zamani wa Rwanda na DRC kuwa chanzo cha mgogoro uliopo sasa, akisisitiza enzi za ukoloni zilichangia pakubwa kuigawa ardhi ya Rwanda na baadhi ya Wanyarwanda kujikuta nje ya mipaka iliyopo sasa ya Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na Heha. Sio Rwanda iliyowapeleka Kisoro, Uganda. Sio Rwanda iliyowapeleka Masisi, Ruchuru na kwingineko. Kama unataka kuwatimua, wafukuze na ardhi yao, vinginevyo usipowapa haki yao wataipigania wenyewe. Hapo nyuma, Rwanda ilisitisha ushirikiano wake wa kimaendeleo na Ubelgiji uliokuwa wa mamilioni ya pesa. Rais Kagame amewaasa wananchi kuvaa mkanda, akisema mambo yanakwenda kuwa magumu. Mambo yatakuwa magumu. Kwa Kiswahili wanasema kufunga mkanda. Kufunga mkanda, mnajua? Unafunga mkanda ukwitegura, ni kama kujiandaa ili suruali isianguke kutokana na njaa. Unafunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Canada, Uingereza, Ubelgiji vilitangaza vikwazo dhidi ya Rwanda, huku Marekani ikiweka vikwazo vya kibinafsi
dhidi ya waziri wa ushirikiano wa kikanda James Kabarebe, Rais Kagame alisema bora kukubali vikwazo kuliko kuacha haki ya kulinda taifa lake. Mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC Kigali. Naam, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itatuma ujumbe nchini Angola kesho siku ya Jumanne kwa mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha mzozo unaoendelea dhidi ya waasi wanaoungwa mkono na Rwanda. M23 kwa upande wao imetoa madai kadhaa baada ya mazungumzo hayo kutangazwa, ikiwa ni pamoja na kumtaka Rais Felix Tshisekedi aeleze hadharani dhamira yake ya kujadiliana nao moja kwa moja. Mbele Chimsoshi na maelezo zaidi. Licha ya serikali ya Kongo kukubali kutuma wakilishi wake huko Angola, msemaji wa Rais Tshisekedi Tina Salama aliambia shirika la habari la Reuters ya kwamba hadi sasa hawawezi kutaja majina ya wajumbe wa serikali katika mkutano huu unaotarajiwa kuanza kesho nchini Angola. Jina la Jean-Pierre Bemba, mbambe wa zamani wa kivita, pia waziri wa usafiri, ambaye tangu kutekwa kwa mji wa Goma na Bukavu ameanza kuwashawishi vijana kuingia katika jeshi, limetajwa miongoni mwa wajumbe wa serikali katika mkutano huu. Kundi la M23 ambalo lilipata kibarua kilichoalika katika mkutano huu unaolenga kutatua mgogoro wa kivita mashariki mwa Kongo, linataka Rais Tshisekedi kutangaza mwenyewe ya kwamba atazungumza ana kwa ana na kundi lao. Hata hivyo, mjadala umeibuka mchini DRC kuhusu wale wanaopashwa kuwakilisha serikali katika mazungumzo haya. Jean Paul Mbulumbu, ambaye ni spika wa zamani wa baraza la bunge wa jimbo la Kivu Kaskazini, anahisi wazaliwa wa eneo la mashariki wapewe kipaumbele katika mkutano huu, kwani wanafahamu zaidi historia mgogoro huu. Mahanga wa hiyo vita ni watoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni wa mama zetu, ni wa baba zetu, ni watoto zetu, ni mali yetu ambayo imeporwa. Tunadhani ya kwamba ingelikuwa vizuri katika hiyo mkutano ama kikundi ya watu ambacho wao wataenda kushimamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hiyo mazungumzo hiyo, ambao hatutaki tu ni kusema kwamba isikuwe tena namna ya kuweza kusafisha wale ambao waliofanya makosa, walioua, waliopora mali ya raia, kuweza tena kuingiza katika jeshi le. Mazungumzo haya hata hivyo yamesemekana kuwa huenda yakagonga mwamba, kulingana na DJ Bitaki ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama katika kanda la maziwa makuu, na vile alishiriki katika mazungumzo kadhaa yaliyohusu mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Anasema kwamba anahisi mgogoro huu sio tena baina ya serikali ya Kongo na M23, lakini Rwanda na Kongo. Mkutano huu ambao Angola imeitisha sio kwamba Angola ilikuwa matakwa ya serikali ya Kongo ama waasi, kwa sababu waasi walipouteka mji wa Goma, Bukavu na kadhalika, walijikuta wamejiongezea nguvu na wanaweza wakamshurutisha Tshisekedi kufanya yote wanataka. Lakini sasa upande mwingine serikali pia msimamo wake ilikuwa kwamba hawataki wakazungumza na mtu ama kuongea na waasi, kwa sababu waasi wale sio waasi kamili. Sasa wakati rais wa Angola ameitisha mkutano kama na huu, yeye ana nia ya kumaliza matatizo, lakini matatizo yale hayahusu tena M23 ama AFC ya Konena, ngao wote ni vibaraka. Tatizo la Kongo ni baina ya Rwanda na DRC, kwa sababu hata kwa matamshi yake Rais Paul Kagame ameongea kwamba lazima wapambane hadi watafaulu kuchukua ardhi zile ambazo zilitolewa kwa Kongo na wakoloni wa Belgium. Hayo ya kijiri, kundi la M23 limeendelea na udhibiti wa miji mingine mashariki mwa Kongo, licha kuwa na wito wa rais wa Angola Joao Lourenço wa kutaka pande zote kusitisha mashambulizi. Rwanda, ambayo imeshtakiwa kushambulia Kongo, imesema ya kwamba haitaacha kutetea kabila za wakongomani wa asili ya Rwanda ambao kwa mujibu hao wanabaguliwa. Denis Mukwege, ambaye ni mshindaji wa tuzo la amani, amepinga pia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na waasi kabla hakujafanyika kwa kongamano la kitaifa la amani nchini DRC. Betimsoshi, Dira Dunia, BBC, Kinshasa. Naam, kuangazia hilo kwa kina, mwenzangu David Nke amezungumza na mwanahabari mwandamizi Lila Mohamed, na anaanza kwa kuelezea tunatarajia nani na nani kwenye kikao hicho.
Siwezi kusema moja kwa moja kwamba kutakuwa na ajenda moja ambayo ipo wazi kati ya wote watatu, manake kila mmoja anakuja pale akiwa na ajenda yake. Kumbuka M23 wako na matakwa yake, serikali ya DRC iko na matakwa yake, na vile vile kwa upande moja au nyingine Rwanda pia iko na upande wake ambao inashikilia na huenda ikawakilishwa masuala yake katika meza hiyo na M23. Lakini tunarejelea masuala ambayo yalijadiliwa katika mkutano wa Luanda mwaka 2022 ambapo masuala makuu yalijitokeza, na hiyo ilikuwa ni serikali kuu ya DRC ikiwataka wanamgambo wa M23 kurejea katika maeneo ambao walisema ni ya kutengwa, kuondoka katika maeneo ambao wanakalia, na kwa sasa swala kuu labda huenda ikawa ni hilo la kuwataka kuondoka katika maeneo ya Kivu Kusini na Kaskazini ambapo wamedhibiti kwa sasa. Tunafahamu kwamba kuna wahusika wakuu kwenye mzozo huu unaoendelea. Wamethibitisha kuwepo wote? Tumeona taarifa kutoka kwa msemaji wa rais ambaye ni Tina Salama akisema kwamba kutakuwa na ujumbe wa watu kadhaa ambao utatumwa. Haijabainika wazi ikiwa Rais Felix Tshisekedi atakuwa ni mmoja wa watu kati ya wale ambao wanatarajiwa kuhusika, japo huenda sana kuzingatia mkutano wa Angola wiki iliyopita kwamba atakuwepo, na vile vile upande wa M23 umesema kwamba utatuma ujumbe wake, na tutaona ikiwa Makenga na vile vile Cornel Nangaa watakuwepo, moja wapo kwa maana wao ndio vichwa wa muungano huu wa Congo River Alliance pamoja na M23. Sasa kuna swala kubwa la mkutano ambao umeshafanyika mingi, kuna yule wa Nairobi, kuna mengine ya Luanda ambayo ishakufanyika. Unadhani huu wa kesho utazaa matunda? Kumbuka mzozo huu ni wa miaka 30 na kabla hata tujazungumzia mkutano wa kesho, Daktari Denis Lukwaga ambaye makao yake makuu ni Kivu Kusini amekataa, anasema kwamba hapendelei kikao hiki kufanyika na kwamba anataka kuwe na kongamano kubwa ambalo linaweza kufanyika nchini DRC. Lakini turejelee masuala ambayo yamekuwepo katika miaka hapo awali. M23 wanasema kwamba wao ni raia 100% wa DRC. Wanatetea Watutsi ambao wanafahamika kama Wabanyamulenge. Wanasema wao ni raia wa DRC, wanahitaji kutambuliwa kama raia, kujumuishwa katika masuala mazito ya kiserikali ya DRC. Na wanasema pia wanataka wawe na uhuru wa aina nyingine kama wale wa Kongo wengine. Na DRC wanasema nyinyi hapana, nyinyi ni raia wa Rwanda. Na Rwanda ambao katika njia moja au nyingine tumekuwa tukizungumzia hili swala la wao kuunga mkono M23, wamekuwa kitetea swala la FDLR. Hili ni kundi ambalo lilitekeleza mauaji ya kimbari mwaka 1994 na wengi wao walikimbilia mashariki mwa DRC. Wao wamekuwa wakisema kwamba wanataka wanamgambo wa kundi hilo ambao wanadai wamejumuishwa katika serikali ya DRC warejeshwe Rwanda na shughuli za wao kufunguliwa mashtaka ya kisheria zichukuliwe. Nini cha kutegemea baada ya mkutano huu, Leila? Sasa inatarajiwa kwamba itatekelezwa vipi. Kumbuka kulikuwa na makubaliano mwaka miwili hivi, maana ilikuwa Novemba, na wengi walikuwa wanatarajia kwamba kutakuwa na amani ya kudumu, japo miezi mitatu baadaye makubaliano hayo yakavunjiliwa mbali, kila mmoja akidai kwamba yule mmoja amekiuka makubaliano hayo. Kwa hivyo wengi watatarajia kwamba mapigano yatasitishwa na kwamba maafikiano, ikiwa yataafikiwa, yatatekelezwa ipasavyo. Naam, Leila Mohamed, mwandishi mwandamizi wa BBC, anahitimisha mazungumzo baina yake na David Nkya. Na machozi yalitirika na furaha ilikuwa isiyo ya kikomo, huku Newcastle United hatimaye ikifukuza mizoka ya kushindwa kwa miaka 56 kwenye hatua ya fainali ugani Wembley, ambayo imekuwa ikiwasumbua zaidi. Mwamuzi John Brooks alipopuliza kipenga cha mwisho kuthibitisha ushindi wao wa 2-1 wa kombe la Carabao dhidi ya Liverpool, wimbi kubwa la shangwe lilitanda uwanjani ambao ulikuwa umeshuhudia mechi 9 mfululizo za Newcastle kushindwa tangu waliposhinda kombe la FA mwaka 1955. Upande wa Liverpool inawezekana bado wana uchovu wa mwili na wa akili baada ya kuondolewa katika ligi ya mabingwa wiki iliyopita dhidi ya Paris Saint-Germain bila kutarajia, lakini hasa mechi zao za hivi karibuni sio za kiwango cha juu kama ilivyokuwa tangu mwanzoni mwa msimu. Tupate tathmini ya mchambuzi wetu wa soka Abdul Jabbar Romario akiwa mjini Kigali. Niseme kwamba upande wa Liverpool wana mchezaji ambaye ni wa aina
yake. Huyu ni Mo Salah ambaye kwa sasa katika magoli 69 waliofunga kwenye Premier League ametoa mchango wa magoli 27 na alikuwa kwenye form hadi sasa. Huyo angekaa nje ya uwanja muda mrefu, ingekuwa Liverpool wangesumbuka sana kuchukua ubingwa. Hadi leo inaonekana kwamba huyu kimkaba vizuri hata kwenye mashindano mbalimbali. Inaonekana walipocheza na PSG mechi ya marudiano walimkaba vizuri Salah na ikawa ngumu kwa Liverpool kuweza kupata matokeo. Lakini ukimkaba Salah vizuri inakuwa ngumu kwa Liverpool kuweza kupata matokeo, kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye muda wote anaamua matokeo, hata pale ambapo Liverpool haijakuwa na mchezo wa kuvutia ama haijakuwa na mchezo mzuri. Inaonekana wazi ni mchezaji ambaye ametoa mchango wa 60% ya magoli ambayo Liverpool wameweza kuyafunga kwa sasa, na naamini kwamba na kwa leo sidhani kwamba Liverpool angeweza kuchukua ubingwa kama Salah hangekuwa na form. Ni Liverpool ambayo mpande mwingine walipata bahati kubwa sana pale ambapo timu zingine zimewakosa wachezaji wao nyota, wachezaji ambao wanatoa mchango mkubwa. Shukran sana Romario. Nahodha Bruno Fernandes anasisitiza kuwa atakuwa yeye mwenyewe, na kwa kiwango cha sasa Manchester United haitakuwa na njia nyingine yoyote. Hayo na matokeo mengine ya ligi kuu ya Premier na mpisha Phyllis Mwatei. Naam, bao la Bruno Fernandes la 5 ndani ya wiki moja liliwezesha United kushinda kwa mabao 3-0 ligi ya Premier dhidi ya Leicester, huku Mreno huyo akichukua nafasi nyingine ya nyota. Pasi mbili zilizozaa mabao na bao moja zilifuatia hat-trick katika ushindi wa mabao 4-1 wa ligi ya Europa dhidi ya Real Sociedad Alhamisi na kuwafanya kutinga robo finali na bao moja katika sare ya 1-1 dhidi ya Arsenal wikendi iliyopita. Vijana wa Ruben Amorim walipopanda hadi nafasi ya 13 kwa ushindi katika uwanja wa King Power. Onyesho la Fernandes lilikuja baada ya nahodha wa zamani wa United Roy Keane kumkosoa mwezi uliopita akisema kwamba talanta haitoshi, lakini Fernandes ambaye ana mabao 16 na asisti 15 kwa United msimu huu alipuuzilia mbali ukosoaji huo na kusema, na ninamnukuu, "Ninafanya mambo kwa njia yangu mwenyewe," alisema kijana huyo wa miaka 30. Kwingineko, Ange Postecoglou anasema kamwe hakuna kelele karibu na Tottenham wakati maamuzi yanaenda kinyume nao. Kocha huyo wa Australia alikuwa akizungumza baada ya wachezaji wa akiba wa Fulham Rodrigo Muniz na Ryan Sessegnon kufunga na kuwasaidia wenyeji kuwalaza Spurs kwa mabao 2-0 uwanjani Craven Cottage jana. Alipoulizwa kuhusu changamoto ya dakika ya 85 kutoka kwa dhidi ya Lucas Bagvali ndani ya eneo la hatari, Postecoglou alisema, na ninamnukuu, "Nitawaachia viongozi, lakini nitasema kwamba hatuendelei kama vilabu vingine vingi, na nadhani ndilo linatuumiza kwa hakika." Postecoglou amekabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa kushindwa mechi nyingi zikiwemo za nyumbani. Mechi nyingine iliyopigwa jana ni Arsenal dhidi ya Chelsea ambapo Mikel Merino alifunga bao pekee katika mchezo huo. Arsenal ilipoilaza Chelsea na kusonga mbele kwa point 12 nyuma ya vinara wa Premier League Liverpool. Barabara kabisa, shukran sana Phyllis. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.